Mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, amesema hali ya usalama mkoani humo imeendelea kuimarika huku matukio ya utekaji na ujambazi yalokuwa yakitokea katika barabara kuu ya Kigoma Kakonko yadhibitiwa. Akizungumza na waandishi wa habari, Balozi Siro amesema kwa sasa hakuna tena matukio ya majambazi kuteka mabasi na magari yalokuwa yakisafiri katika barabara hiyo, hali ambayo imeongeza utulivu na kuimarisha usalama wa wananchi. Bali ni shwari sana, kwani mbona umenibipu tena? Kwa hiyo ni shwari sana, walinibipu na mimi nikawapigia. Basi mambo yakawa mazuri na bahati nzuri na tumeanza kuheshimiana. Kwa hiyo swala la kunibipu na mimi kuwapigia hakupo. Kwa hiyo wanafanya maendeleo vizuri na sisi ni muda mrefu kwa kweli. Waandishi wa habari nyinyi ni mashahidi. Mkoa wetu uko shwari sana, na kama wanavyojua tumekuwa na changamoto siku za nyuma kwenye unyang'anyi ziwani. Hii tumekuwa tunafanya operations za kukamata uhalifu na kuzuia uhalifu. Kwa hiyo mpaka sasa kwa kweli tuna muda mrefu na tujapata matukio ya ziwani, ya unyang'anyi kutoka ziwani. Lakini kikubwa ni waombe sana wananchi waendelee kutoa taarifa wakiona kama kuna dalili zozote za uhalifu, tupeane taarifa tuweze kuchukua hatua. Lakini huu shwari unanipa faraja sana, kwa sababu shwari pamoja na kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinafanya kazi kubwa ya doria na misako na kukamata wahalifu ambao walikuwa huko nyuma wanafanya matatizo haya ya ziwani na maeneo mengine, Kigoma kumekuwa ni shwari sana. Na bahati nzuri tuna barabara nzuri sasa hivi. Tunawaalika wenzetu kutoka mikoani waje wafanye biashara. Na mtu ambaye anasema kwamba Kigoma sijui ni mwisho wa reli anajidanganya, kwa sababu sasa hivi sisi tuna fursa. Ukiangalia hapa tayari unaona tumejenga benki kuu, tunajenga branch ya benki kuu. Lakini ukiangalia hospitali ya Ocean Road inajengwa hapa. Lakini tukiangalia Muhimbili wanajenga. Tukiangalia uwanja wetu unakuwa ni international uwanja wa kitaifa. Ndege zetu zinakuja, wanakuja hapa wa Burundi, wanakuja wa Kongo, wanashukia hapa wanakwenda kwao. Ukiangalia bandari yetu tayari, bandari yetu inafanywa ukarabati mkubwa. Ukiangalia meli, Mheshimiwa Rais ameleta fedha za kutosha za kutengeneza hizi meli ikiwemo pamoja na Liemba, lakini na kununua meli zingine. Kwa hiyo kimsingi fursa ni kubwa. Na fursa kama siku tulipokutana tukazungumza ni kwamba hasa uwekezaji kwenye swala za manyumba ya watu, nyumba watu kukaa. Sasa kwa mfano wanakuja walimu wa chuo kikuu watakaa wapi? Wanakuja wafanyakazi wa Ocean Road watakaa wapi? Wanakuja wafanyakazi wa benki kuu watakaa wapi? Wanakuja wafanyakazi ambao watakuja kwenye uwanja wetu wa ndege watakaa wapi? Kwa hiyo fursa ya uwekezaji kwenye majengo hasa kwenye real estate hapa sasa hivi ni fursa ambayo tunaweza kuitumia ili mwisho wa siku mji wetu uweze kupanuka. Na ukienda viwanja sasa hivi hapo unazungumzia milioni 200, unazungumzia milioni 100 na kitu. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mji unazidi kupanuka, mji unazidi kuendelea zaidi. Kwa hiyo kwa mjibu wa swali lako nafikiri majibu nayo. Hatujasikia tena hiyo. Nafikiri tunaanza kuheshimiana. Sio?